Wakati dunia nzima siku ya jana ilikuwa inaadhimisha sikukuu ya Pasaka, nchini maaskofu wamezungumzia mambo mbalimbali ya usuyo nchi, likiwemo sakata la mauaji ya Njombe na elimu nchini. Askofu mkuu wa kanisa la Full Gospel Bible Fellowship yaani FGBF, Zakari Kakobe, jana aliwaonya watu wote wanaojihusisha na matukio ya mauaji ya watoto mkoa wa Njombe kwa lengo la kupata utajiri ama nyadhifa za uongozi kuacha mara moja na kutubu, kwani hakuna utajiri unaopatikana kwa njia za kuua mtu. Kakobe alisema hayo wakati akihubiri katika ibada maalum ya Pasaka, ambapo alisema yaliyotokea mkoa wa Njombe ni ya aibu mno na chukizo mbele za Mungu, na kwamba kuua mtu ndipo upate utajiri ni uongo mkubwa wa mchana kweupe, na kudai wanaofanya hivyo wanalenga kuleta maasi ndani ya taifa letu. Hakuna utajiri wa namna hiyo. Utajiri unakuja kwa kufanya kazi kwa bidii mno. Hao waganga wanaowadanganya wao wenyewe ni masikini, wanakaa mazingira ya kimasikini, halafu eti wanakupa dawa ya kupata utajiri. Nani kasema? Naomba wote wanaojua wamefanya hivyo warudi magotini pa Mungu, watubu. Naye mkuu wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKT, Dr. Frederick Shaw alisema dunia ya leo wapo watu ambao wamekuwa wakitumia nguvu nyingi kuficha ukweli bila kujua kuwa ukweli una asili ya kutofichika. Akizungumza kwenye ibada ya Pasaka jana mjini Moshi, askofu huyo alisema Wakristo kama wafuasi wa Yesu wanapaswa kukumbatia ukweli katika mambo yao yote. Tunaweza kusema tunaipenda nchi yetu, lakini swali kubwa kwetu ni je, tuna ujasiri wa kujitoa kweli kweli hata kiasi cha kutoogopa vipingamizi na vikwazo vya hatari? Alihoji na kuongeza, ujasiri peke yake bila upendo unaotoka moyoni huzaa ukatili, na ujasiri usiokuwa na upendo huzaa hofu. Na inapotokea kusimama kwa ajili ya wengine kwa manufaa ya wengine, upendo bila ujasiri unabakia kuwa upendo wa mdomoni tu. Naye askofu wa jimbo Katoliki la Kayanga Rweongeza alisema Tanzania inahitaji elimu bora inayomwezesha mwanafunzi kutatua changamoto za maisha ya kila siku nje ya darasa kwa kuwa na mitaala iliyofanywa utafiti wa kina na kujiridhisha kwa maslahi mapana ya taifa. Kila mara tunashuhudia mitaala ya elimu ikibadilishwa mara kwa mara. Tunasoma si kwa ajili ya kupata vyeti, bali kwa ajili ya maisha, na mfumo wa kuwezesha hayo lazima uwe imara. La sivyo, baada ya muda mchache Tanzania itakuwa taifa la ajabu sana, alisema Askofu Rweongeza. Mwandaji wa stori hii ni Elvan Stambuli. Mimi ni Salma Hamim. Kwaherini. Karibu Jumbo Camera House. Naitwa Reina Allen. Tunapatikana Posta Mpya, Benjamin Mkapa, Meza 9 floor. Tunahusika na uuzaji wa vifaa vya production ikiwemo vya video, picha pamoja na sauti. Msimu huu wa Pasaka tunawaletea ofa kabambe ya nusu bei. Ina maana kila kitu ambacho kinapatikana dukani kwetu kitauzwa kwa nusu bei. Karibu sana.
Tunawakaribisha sana dukani kwetu. Kwa wale ambao mko nje ya mkoa huu, mnaweza kutembelea akaunti yetu ya Instagram, Facebook kwa jina la Jumbo Camera House, na mnaweza kununua kwa njia ya simu. Then tutawatumia huko mlipo. Karibuni sana, Pasaka njema. Kuwa mama ni zaidi ya kuitwa mama. Mama bora ni yule anayefanya maamuzi sahihi kwa ajili ya usalama na afya ya familia yake. Nimeamua kuwa mama bora kwa kutumia Emina All Purpose Cleaner, ambayo ni sabuni ya maji kwa matumizi ya nyumbani. Ina harufu nzuri na haichubui mikono, na tone kidogo tu povu kama lote. Na washauri kina mama wenzangu kuwa mama bora kwa kuchagua Emina All Purpose Cleaner kwa matokeo mazuri ya usafi. Emina, usafi ni afya.